Urusi imeieleza Marekani kwamba isije ikafanya kosa nchini Venezuela kwa kuanzisha mashambulizi. Moscow inataka kupunguza mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Venezuela. Inatajwa kwamba Marekani imepeleka aina nyingi ya silaha nchini Venezuela na wanajeshi wengi, na mpango wa rais wa Marekani Donald Trump ni kuitoa Venezuela ili iweze kuteka rasilimali zilizopo, hasa madini yaliyopo ya mafuta. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump katika siku ya Jumamosi inatajwa aliweka wazi juu ya kuteka meli nyingine iliyojaa makontena ya mafuta. Mnamo wiki hii Urusi iliitaka serikali ya Donald Trump kutofanya makosa mabaya katika mzozo wa Venezuela, ikitoa wito wa kujizuia na kusema ilikuwa na mawasiliano ya mara kwa mara na mshirika wake Caracas. Urusi imesema wao na Venezuela wana ushirika wa muda mrefu na hivyo hawatakuwa tayari kuona mshirika wake akiwa chini ya vita, ambapo wiki iliyopita Donald Trump alivyotangaza kwamba wanajeshi wake wameteka meli ya mafuta ya Venezuela, alisema kwamba hatahofia maneno ya Vladimir Putin dhidi ya Venezuela. Trump aliamuru kuzuiwa kwa meli za mafuta zilizowekewa vikwazo nchini Venezuela wiki hii na kuashiria ongezeko jipya kati ya Washington na nchi hiyo ya Amerika Kusini inayoongozwa na Nicolas Maduro. Hata hivyo, hili lilimpa nguvu Nicolas Maduro juu ya namna anavyoweza kukabiliana na Marekani, akisema kwamba yupo tayari na hatoweza kuangalia nchi yake iangamie kutokana na mashambulizi ya Marekani, kwamba Venezuela ipo tayari kwa ajili ya kujibu shinikizo lolote ambalo linaweza likatokea katika kipindi hiki kama itatokea vita kati yake na Marekani. Venezuela imesisitiza mauzo yake ya mafuta yaliyosafishwa hayakuathiriwa na tangazo hilo, ikionyesha kukaidi. Maduro ni rafiki wa Kremlin na amekuwa mgeni wa kawaida huko Moscow kwa miaka mingi. Wizara ya mambo ya nje ya Moscow imesema inatumai kuwa ikulu ya White House haitaruhusu kosa baya na itaepuka kujiingiza katika hali ambayo inatishia matokeo yasiyotabirika kwa ulimwengu wote wa Magharibi. Ilitoa wito wa kupungua na ilionyesha kuunga mkono serikali ya Maduro. Kremlin ilisema ilikuwa katika mawasiliano ya mara kwa mara na mshirika wake na mshirika Venezuela. Sisi bila shaka tunatoa wito kwa nchi zote za kanda kuonyesha kujizuia ili kuepuka maendeleo yoyote yasiyotabirika katika hali hiyo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema. Haijulikani jinsi kizuizi hicho kitakavyokuwa na meli za kivita za Marekani katika Caribbean. Katika tangazo la mapema wiki hii, Trump pia alisema Venezuela inazungukwa kabisa na makomando wakubwa na meli za kivita kubwa zaidi kuwahi kukusanywa katika historia ya Amerika Kusini, na ameongeza kuwa hofu ya uwezekano wa kuingilia kati kwa Amerika ni kubwa mno. Kiongozi wa Urusi Vladimir Putin alithibitisha tena kumuunga mkono Maduro kwa njia ya simu mapema mwezi huu. Basi mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri duniani.